Albert Chalamila ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam leo alikuwa akiongea na viongozi mbalimbali wa hapa jiji la Dar es Salaam na akitoa maelekezo kadha wa kadhaa kuhusiana na dira ambayo inaendelea katika jiji la Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa huyu amesema kwamba Dar es Salaam kwanza yote, ukiachilia mbali changamoto na vyote ambavyo vimeendelea kutokea, amewasisitizia na kuambia kwamba Dar es Salaam ni mkoa ambao una thamani kubwa, yaani kwa asilimia kubwa yeyote yule ambaye anaishi au ameipata fursa ya kuishi Dar es Salaam, basi amesema mkuu wa mkoa kwamba yuko kwenye ardhi yenye thamani kabisa. Amesema hivyo na akitoa mifano kadhaa na kusema kwamba ukitaka kuona kwamba Dar es Salaam ni ardhi yenye thamani au haina thamani ni pale ambapo utakapopata majanga fulani. Baada ya kueleza hilo, lengo kuu ni kwamba bima ya afya ambayo inatarajia kuanza kufanya kazi, pia ameweza kuielezea na kuambia viongozi wa serikali akiwepo Sheta pale ambaye ni meya wa jiji la Dar es Salaam. Lakini taarifa hizi na habari hizi zikawa zimeleta maswali mengi ambayo kwa namna moja ama nyingine nikapenda tuweze kudiscuss kwa pamoja, tuweze kujadili kuhusiana na hiki ambacho amekisema mkuu wa mkoa huyu Albert Chalamila kuhusiana na ardhi yenye thamani kubwa ya Dar es Salaam. Kwa nafasi moja tunaweza tukasema kwamba dunia nzima hii hapa ambayo tuko nayo ina thamani kubwa. Sasa ni kwa nini ambapo mheshimiwa huyu mkuu wa mkoa ameipointi Dar es Salaam? Wengine katika maoni mbalimbali wakawa wanasema kwamba mheshimiwa ameweza kuipointi Dar es Salaam kwa sababu katika uongozi wake yeye ni kiongozi katika level ya mkoa wa Dar es Salaam, unaona bwana. Kwa hiyo anapozungumzia kwa udhuri wa eneo fulani, lazima apambe katika kile ambacho anachokiongoza, anachokimiliki kama vile mkuu wa mkoa na mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kuna baadhi ya watu wengine wakasema kwamba sentensi hii hapo ilikuwa iko sawa, lakini kwa kiasi kikubwa mikoa yote iliyoko katika Tanzania ina thamani kubwa kweli kweli, unaona bwana. Kwa hiyo mjadala ukawa ni wa moto maeneo ya YouTube pale, maelezo yakawa ni mengi, watu wakawa wanatoa comment, wakawa wanaeleza kuhusiana na vile ambavyo wameipokea taarifa ya mheshimiwa huyu mkuu wa mkoa Albert Chalamila. Albert Chalamila aliendelea kwa kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kuibadilisha athiri ya Dar es Salaam. Kila kile ambacho kimetengenezwa kina maana na sababu kubwa katika kila raia ambaye anapatikana hapa. Kwa jambo la msingi zaidi ni kuhakikisha afya njema inakuwa sawa au salama kwa kila mwananchi, kwa sababu mtu unaweza ukashindwa kulinda vitu vingi sana, lakini ifikie wakati usishindwe kulinda afya yako. Kwa hiyo amesisitiza jinsi gani ambavyo ukiingia katika mfumo wa bima ya afya unaweza kuwa salama. Kwa hiyo ardhi salama yenye thamani kubwa, akiwa anamaanisha kwamba ukiwa na uhakika wa afya njema, na akatolea mfano kwamba unaweza ukawa umetoka katika ofisi yako ukarudi baadaye ukaomba ruhusa kwamba baada ya siku kadhaa itaenda likizo, na ikaandikwa hiyo siku kaenda likizo. Lakini pia akasema kwamba hata mjamzito anaweza kujua kwamba baada ya mwezi wa kwanza amepata ujauzito, baadaye baada ya miezi 9 ana uhakika kujifungua. Kwa hiyo kuanzia hapo anaweza akaomba ruhusa. Lakini mkuu wa mkoa amesema kwamba uwezo ukaomba ruhusa kazini kwamba unatarajia kesho utaugua. Hapana, yani maradhi ni kitu ambacho kinakuja bila kupanga, unaona bwana. Kwa hiyo mifano mingi ameieleza mkuu wa mkoa huyu, lengo likiwa ni kuweza kuwasihi na kuwasisitizia wananchi wa jiji la Dar es Salaam kuweza kukata bima ya afya ili wawe na uhakika wa afya, kwa sababu ni vitu ambavyo ni vya msingi zaidi na zaidi. Ni maneno ambayo yameelezwa na kiongozi wa jiji la Dar es Salaam katika ngazi ya ukuu wa mkoa. Sasa maoni yako na wewe ni nini kuhusiana na hiki ambacho amekizungumza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila? Basi kwa wakati huu nikuache huku nikikuambia maneno mazuri kwamba jambo kubwa zaidi wewe ni kwa katika timu hii hapa ambayo
unaweza ukawa na unashiriki mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na kijamii, kimazingira, lakini pia katika sekta mbalimbali ambazo zinazohusisha vile vitu ambavyo tunaviripoti wewe kufikia wewe kokote kule ambako uliko. Kwa ili uwe timu yenye uhakika zaidi, unaweza tu ukafanya jambo moja zuri sana la kuweza kusubscribe. Kisha subscribe hapa chini utakuwa umetupa exclusive kweli kweli, na kwa kweli tutaendelea kuwa tunashukuru sana kwa wadau ambao mna subscribe channel hii hapa. Lakini kitu kingine tena, kama ukipata wasaha na muda na nafasi pia kutosha, unaweza ukashare video hii hapa ili na watu wengine waweze kujua na kutambua kile ambacho kinaendelea ulimwenguni. Hii ni Mapochopocho Media, ambapo tunakuletea habari za kimichezo, habari za kibiashara, kiuchumi, na habari kadhaa za siasa na vyote, wasanii, habari zote za ndani ya Tanzania hata nje ya Tanzania tunakuletea wewe, kukusogezea wewe kokote kule ambako kuliko. Hadi wakati mwingine, saizi nikwambie bye bye.